Mimi naitwa mchungaji Laurent Kimzanye, ni mchungaji wa parish ya Kaguruka dinari ya Mwayaya kanda ya Manyovu. Leo tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2026 nilikuwa kwenye semina ya baba askofu ambayo tumejifunza mambo mengi. Katika hayo nimejifunza namna ambavyo nitamtumikia Bwana kwa furaha. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwamba nimejifunza ni namna gani ambavyo ninaweza kuyawezesha maisha yangu kwa ajili ya jitihada za kufanya shughuli za kimaendeleo. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwamba nimejifunza namna ambavyo nitalisimamia kanisa na mali zake na jinsi ambavyo nitatembea pamoja na viongozi wangu wa kanisa na Wakristo wote kwa pamoja, lakini namna ninavyoweza kuisimamia hata familia yangu. Na mimi ninaahidi kwamba siku zote ambazo Mungu amenipa uhai wa kuishi katika kuendelea katika maisha haya, nitajitahidi kufanya yote hayo niliyojifunza, na zaidi nitamuomba Mungu anijalie kuendelea kuwaelimisha wengine, kwa sababu nimejifunza, na mimi niendelee kuwa mwalimu wa wengine, niendelee kuwasaidia na wao wajue namna ya kujikomboa kimaisha. Jina yangu naitwa Deborah Gideon, ni katibu wa parish ya Nyankoronko. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya semina ya leo, hasa juu ya uongozi. Kwa kweli nilikuwa nikienda ndivyo sivyo, lakini kupitia semina ya leo nimejifunza kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nimeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Daines Filipo Gwicha, ni mhasibu wa kanisa la Anglican pale Buhigwe. Namshukuru Mungu sana kupata semina hii nzuri ambayo imeandaliwa na baba askofu Emmanuel Charles Bwata. Semina ilikuwa nzuri mno. Katika semina ile tumejifunza juu ya uongozi, namna kiongozi anavyotakiwa kuwa maridadi, awe mfano kwa jamii na vinginevyo kama hivyo. Lakini pia tumejifunza kuhusiana na uwakili, watu namna gani wanaweza kuwa kutoa vizuri sadaka ili kuendeleza kipato cha kanisa, ikiwa ni pamoja na mada nyingine ilikuwa ni juu ya maendeleo, kwamba maendeleo tumefundishwa kwamba watu wasibweteke tu, wafanye kazi kwa bidii, wajituma, jipatie kipato ili waweze kufanyaje kuinuka kiuchumi. Kwa jina naitwa Timotheo Boaz Dogoe. Kwa neema ya Mungu ni katibu wa vijana ngazi ya kanda katika kanda hii ya Manyovu. Tunamshukuru Mungu kwa semina ambayo ametuletea baba askofu. Kama vijana tumejifunza vitu vingi sana, na sisi tunatamani kutoka hapa kwenda kuwapa wengine yale yote ambayo ameyazungumza baba askofu na job lake ambayo amekuja nayo kwa niaba ya utulivu. Tunakia sababu ya kumshukuru Mungu, lakini vile vile tunaahidi ushirikiano mwema kwake, yale yote ambayo anatarajiwa kufanyika katika ndani ya diocese yetu kwa niaba ya kuwafanyia kazi. Asante baba askofu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Shediel Wilson Kafushi, mwenyekiti wa idara ya vijana kanda ya Manyovu, na kwa neema ya Mungu pia ni mhasibu wa kanda yetu ya Manyovu, ofisi ya mkurugenzi. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku ambayo tumekuwa na utulivu katika kanda yetu ya Manyovu. Tumempokea baba askofu katika kanda yetu, ametuletea semina kwenye utulivu katika siku ya leo. Kwa kweli baba, tunakushukuru, tumepokea. Sisi kama idara ya vijana tumeshakuelewa kauli mbiu yako tangu ulipoingia kwa habari ya uchumi, uinjilisti na maendeleo. Kwa kweli tunaendelea, tumeshapokea na tunaendelea na utekelezaji kwa yale ambayo yote ambayo umekwisha kuyaelekeza, na hasa katika semina hii ya utulivu tarehe ya leo tutaendelea kuboresha pale tulipofikia kwa habari ya maendeleo. Kwaya zetu zimeinuka kiuchumi, zimeanzisha maendeleo, zimeanzisha vitega uchumi, zinamiliki miradi mbalimbali. Kwa kweli tumeshakuelewa, usiwe na wasiwasi kwa habari ya vijana wa kanda ya Manyovu. Kwa hiyo tunakuahidi hata kupitia semina ya leo na utulivu wa leo tunaenda kuyafanya makubwa katika kanisa letu la kanda ya Manyovu, lakini pia ndani ya diocese yetu ya West Tanganyika. Tumepokea mengi baba askofu, kwa hiyo
uendelee kututia moyo idara ya vijana katika mipango ya mwaka 2026 tunayoendelea nayo kwa habari ya uchumi, uinjilisti na maendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, niahidi ushirikiano. Tumshukuru hata mkurugenzi wetu Kanoni Yohana Nyoka kwa ushirikiano anaoendelea kutupatia vijana wa kanda ya Manyovu. Anatushauri, anatuelekeza namna ya kutumika kwa furaha. Wachungaji pamoja na marurudini na meriadini, tuwashukuru kwa namna ambavyo wanatusapoti, namna ambavyo wanatupa ushirikiano, nasi tuahidi. Nadhani walishaona vitendo vyetu vya idara ya vijana kwa habari ya kwaya zetu. Kwa majina naitwa mchungaji Leonard Fedia, eriadini wa dinari ya Buhigwe, lakini pia kwa neema ya Mungu katibu wa kanda ya Manyovu. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya semina au tulivu ambao umefanyika leo, ambao ulielekezwa na baba yetu askofu wa uaskofu wetu wa Western Tanganyika, ambapo tuna viongozi kadhaa ambao wameendesha utulivu huo, ambapo wamezungumzia mambo mengi, na kwa kweli kimsingi yote waliozungumza yamekuwa msaada mkubwa kwetu, na hasa baba askofu amezungumza na wana mkutano wakati wa ufunguzi, akielekeza mambo mengi yanayohusiana na huduma na kazi ya watumishi, wachungaji na viongozi wengine wa kanisa kufanya kazi kwa ushirikiano, lakini kujaliana na kutenda kila mmoja sawasawa na alivyoelekezwa kwa kazi ya Mungu. Kwa kweli imekuwa semina, imekuwa utulivu wa baraka ambao kila mmoja amejifunza vema, na haya tukiyatendea kazi yatazaa matunda makubwa sana katika kanisa na kwa jamii yetu ya watu wa wilaya ya Buhigwe na maeneo mengine ya kanisa letu na Dayosisi ya Western Tanganyika.